Nadhani utakuwa unafahamu Simba wamemtambulisha meneja mpya, Dimitar Pantev. Lakini huyu jamaa sio wa kawaida. Ukimuona tu utajua mpira utakaopigwa Simba sio mchezo. Sura kali, macho ya kuogopesha kidogo, tatu mikononi, sigara mkononi. Anaonekana kama mafia wa mpira hivi, lakini ndani yake kuna akili ya mpangaji wa mafanikio makubwa ya Simba kitaifa na kimataifa. Leo tuko hapa kuzungumza mambo ambayo mashabiki wengi hawajui kuhusu Pantev na kwa nini Simba ikampa muda. Inaweza kuwa tishio zaidi barani Afrika kwa hiki ambacho wamekifanya Simba. Sasa mimi naitwa Babu Ali. Hii hapa ni JNR Mtita TV, rafiki namba 1 wa burudani na michezo. Subscribe hapa kwa ajili ya kuweza kupata data kama hizi. Pantev anatokea Bulgaria, nchi yenye historia kubwa kwenye soka la Ulaya Mashariki. Lakini tofauti na makocha wengi, yeye alianza sio kama kocha, bali kama mtaalamu wa uchambuzi wa mpira, football analyst. Ni yule mtu ambaye anakaa na laptop, anachambua kila kitu: kasi ya wachezaji, mpira ulipopotea, nani anakosa concentration. Kwa hiyo kabla hajawa meneja, alikuwa anajua kila undani wa mchezo. Ndio maana Simba wakamleta kama meneja, sio tu kocha mkuu, kwa sababu kazi yake sio kufundisha, bali ni kuweka mfumo mzima wa timu upya, kutoka mazoezini hadi uwanjani hadi benchi la ufundi. Najua wengi watakuwa wanajiuliza, na pia alikuwa akiulizwa Ahmed Ali, meneja wa habari pale Simba, kwa nini ni meneja na sio tu kocha? Kwa Faldu Davis jukumu lilikuwa zaidi kwenye benchi, lakini kwa Pantev Simba wanapanda ngazi za juu zaidi. Kama meneja, Pantev anasimamia vitu vingi: mfumo wa mazoezi, mbinu za mechi, uchambuzi wa data na hata ushauri kwenye usajili wa wachezaji. Anataka kila idara ya Simba ifanye kazi kwa mpangilio mmoja, yani kama timu kubwa vile barani Ulaya. Kuna falsafa, kuna mfumo na kila kitu kinafuata plani. Simba hawataki tena mafanikio ya muda mfupi, wanataka urithi wa mafanikio ya kudumu, na Pantev ndio mtu ambaye anaweza kuweka msingi huo. Sasa wengi walipomuona mara ya kwanza walidhani ni mchezaji au muigizaji wa filamu za mafia. Tatu zimejaa mikononi, macho ya ukali, na mara nyingine unamuona na sigara mkononi. Lakini hiyo ni sehemu ya utulivu wake wa kufikiri. Anapenda kuonekana tofauti, hajali kuonekana mkali, ili mradi kazi inafanyika. Wachezaji wanamjua, hana mambo mengi. Akikwambia kitu, unajua ni lazima utekeleze. Lakini ndani ya ukali wake kuna akili ya kupanga na nidhamu ya hali ya juu. Ni kama yule mwalimu ambaye anakutisha kidogo, lakini unamkubali kwa sababu anakusaidia kukujenga. Lakini kitu ambacho wengi hawafahamu kuhusu Pantev, sasa hapa ndipo ambapo pana ladha ya Pantev. Watu wengi hawajui kwamba huyu meneja ni obsessed na mpira. Anaishi kwa ajili ya mchezo huu wa mpira. Yani maisha yake kiufupi ni soka. Kwanza, anapenda kufanya utafiti zaidi ya kawaida. Anaweza kukaa ofisini hata saa 10 usiku akichambua mechi ya wapinzani. Anafanya analysis hadi ya kiwango cha kuona nani anapoteza pumzi dakika 75. Pili, anatengeneza mpango maalum kwa kila mechi. Yani Simba ikicheza na Yanga ana mfumo tofauti, ikicheza na Al Ahly mfumo mwingine. Anasema hakuna mpinzani anayefanana, kwa hiyo hakuna sababu ya kucheza kwa mfumo mmoja kila mechi. Tatu, anapenda timu yenye akili ya kushinda. Hapendi kuona mchezaji anacheka sana mazoezini bila matokeo. Kwa Pantev mpira ni kazi, si mchezo. 4, anapenda kushauriana, si dikteta. Anapenda maoni kutoka kwa benchi na wachezaji. Lakini ukishamwambia mawazo yako, anakuuliza, uko tayari kuwaonyesha uwanjani? Yani kwake mazungumzo bila matokeo ni bure. Sasa ujio wake ndani ya Simba unamaanisha mambo kadhaa. Kwanza, Simba inapata mfumo wa kudumu. Pantev anajenga identity mpya ya timu, mpira wa kasi, wa akili na wenye nidhamu. Atataka timu icheze kwa mfumo ule ule kuanzia academy hadi kikosi cha kwanza. Pili, kasi ya mashambulizi ya akili. Hapendi mpira wa polepole. Anataka Simba iwe na pressing machine, yani ikishambulia inashambulia kwa nguvu, kwa haraka na kwa mpangilio wa wachezaji kama Kante, Mpanzu, Maema, Shomari Kapombe na kadhalika. Wote watapewa majukumu mapya kulingana na uwezo wao wa kufikiri kwa haraka. Tatu, nidhamu na utaratibu mpya. Hapa hakuna kuchelewa mazoezini. Kuna ratiba kali lakini yenye matokeo. Wachezaji watakuwa na mazoezi ya kiakili, lishe maalum na mafunzo ya mbinu ya kisasa. 4, matumizi ya teknolojia. Pantev ni mtu wa data. Anatumia teknolojia ya GPS trackers kuona nani anakimbia, nani anazubaa. Kwa hiyo hatutategemea hisia, kila kitu ni ushahidi. Hii itaisaidia Simba kuwa timu ya kisayansi kabisa. Lakini fahamu kwamba lengo kubwa la Dimitar Pantev ni moja: Simba kuwa timu ya kupigania ubingwa wa Afrika na sio timu tu ya kushiriki. Anasema Simba ina kila kitu:
mashabiki, fedha na historia. Kinachokosekana ni mfumo wa kudumu na falsafa ya ushindi wa kimataifa. Na sasa kama meneja anapewa nafasi ya kujenga hilo. Kwa hiyo usishangae kuona mabadiliko ya nidhamu, mazoezi na hata aina ya wachezaji watakaosajiliwa kuanzia Januari. Kwa maneno mengine, Pantev wanaanza kuunda Simba mpya, Simba ya akili, nguvu na nidhamu. Kwa hiyo mashabiki wa Simba sasa mnajua, Dimitar Pantev sio kocha wa kawaida, ni meneja wa mpira wa kisasa. Anaonekana kama mafia, lakini ndani yake kuna akili ya kupanga mafanikio makubwa ya Simba. Akipata muda na sapoti, Simba inaweza kuwa klabu tishio zaidi barani Afrika, kwa mfumo wa kitaalamu, nidhamu kali na roho ya ushindi. Na kama unaamini Simba ipo tayari chini ya meneja huyu Dimitar Pantev, niandikie komenti yako hapo chini. Unaionaje Simba Dimitar Pantev? Usisahau kulike, kushare na kusubscribe, maana safari ya mafanikio ya Simba inaanza sasa hivi. Mimi naitwa Babu Ali kutoka hapa rafiki namba 1 wa burudani na michezo JNR Mtita TV. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.